والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبعه وترسم خطاه وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية بقياس الأعمال ومصدرا لأحكامه. أما بعد، عدنا بعد طول غياب والعود أحمده. الحمد لله tumerudi baada ya kupotea kwa muda wa mwezi wa Ramadhani. Alhamdulillah, tutaendelea na darasa yetu kutoka sehemu ambapo kwamba tulikomea kabla ya Ramadhani, tukiendelea na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulieleza ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake alipitia marahil tatu. Marhala ya kwanza, nuktatu ibtidaa, akianza da'wa katika marhala ya siri, akiwasomesha masahaba katika nyumba ya Arqam ibn Abi al-Arqam. Kisha ikawa ni intilaqu dawa imetoka katika marhala ya siri ikaja marhala ya dhahiri, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuingiliana na umma, atafaulu ma'al umma. Wakatoka masahaba safu mbili, moja ikiongozwa na Umar ibn al-Khattab, safu moja ikiongozwa na Hamza ibn Abd al-Muttalib. Na sasa tunaingia katika nukta ya mwisho, nayo ni nuktatu al-irtikaz, nukta ya kukita mizizi kwa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nayo ni nukta ya baada ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulieleza namna ilivyokuwa hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa si jambo la ghafla, bali ilikuwa ni khutwa, ulikuwa ni mpango kabambe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kuhama, akaruka vizuizi na miba iliyokuwa mbele yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Makuraishi walikuwa wataka wamzuie Mtume asihame, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbitu